Na kusalimu kwa mara nyingine katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Salamu inayoanza katika jina la Yesu Kristo inaendana na neno linalosema kwamba na lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Oh, haleluya. Ni siku nyingine mpya. Bila shaka umeamka salama ama umeshinda salama. Ama umekuwa na siku njema kabisa, kwa sababu inawezekana muda wako sasa ni tofauti na watu wa alfajiri, ni tofauti na watu wa mchana, ni tofauti na watu wa usiku. Mimi ni Zawadi Machibia na kusalimu katika jina la Bwana Yesu na kukukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu ambayo inakujia kila siku, ikiwa leo basi ni Oktoba 5, 2025. Tafakari hii huandaliwa na mchungaji Chris na inapatikana kupitia Rhapsody ya Uhakika ama Rhapsody of Realities Kiingereza. Na haya yote ama ujumbe huu wote unakujia kwa kupitia maandishi kwenye hivyo vitabu, lakini hii ni sauti ya Rhapsody. Na ujumbe wetu leo unasema neno linatufundisha katika haki. Neno linatufundisha katika haki. Na neno letu la msingi ni kutoka katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16, ambao unasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Kwa ufafanuzi, mtumishi wa Mungu mchungaji Chris anasema maisha ya Kikristo yenye ufanisi si jambo unalolipata kwa bahati. Ni matokeo ya mafunzo ya kiroho, mafunzo katika haki kupitia neno. Neno linapanga maisha yako kwa ushindi kila siku. Ndio maana maandiko yametolewa kwetu, si kutujulisha tu, bali kuunda utu wako, kufinyanga mawazo yako, kujenga maisha yako na kuifunza roho yako kutambua njia ya Mungu ya kufanya mambo. Unapotazama ndani ya neno, nitarejea neno hilo hapo. Unapozama ndani ya neno, linakusababisha kufikiri kama Mungu, kuhukumu kama Mungu na kujibu kama Mungu. Huyumbishwi tena na hisia au hali, kwa sababu maamuzi yako yanaungamanishwa, yanafinywangwa na kweli ya kiungu. Hiyo ni kwa sababu neno la Mungu ni mawazo yake, maoni yake, tabia yake, ukuu wake, mapenzi yake na hisia zake zilizofunuliwa kwetu. Mahali kuna sema utu wake, utu kama Bwana Yesu alifanyika mwanadamu, utu wake, la ile personality yake, jinsi alivyo. Halafu fikiri kuhusu Bwana Yesu. Hakuziitikia hali kupitia milango ya fahamu au kulingana na shinikizo au mtazamo wa kibinadamu. Maneno na matendo yake yalikuwa udhihirisho wa uungu wake. Alizungumza na kudhihirisha ile kweli. Hakuwa na hisia za uhitaji au upungufu. Hakuwa na hisia ya kizuizi au hisia za kuzuiliwa hivi. Aliwaza kama Mungu, alizungumza kama Mungu na alitenda kama Mungu. Yeye alikuwa ni udhihirisho wa neno la Mungu, akiwa neno aliyefanyika mwili. Unajua nini? Jinsi yeye alivyo ndivyo ulivyo katika ulimwengu huu. Biblia inasema hivyo katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 17. Ulizaliwa mara ya pili kwa neno. Ukirejea waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23 na Yakobo sura ya kwanza mstari wa 18. Na ni lazima ukue na kufundishwa na neno, kwa sababu unao uzima wa neno. Kamwe usilichukulie neno kiwepesi. Kila wakati unapolisoma ni furaha ya kubadilishwa, kupokea mguso na kuthibitishwa katika haki. Neno la Mungu ndilo unalohitaji kwa kukua na maendeleo yako ya kiroho na kwa maisha yenye uwiano ya ushindi endelevu na mafanikio.
Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 32 inasema hivi: basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja na wote waliotakaswa. Neno lina uwezo wa kukujenga kwa sababu ndiko ulikotoka. Umezaliwa kwa mbegu isiyoharibika ya neno. Neno ni mwongozo wako wa maisha na mwongozo wako katika kutimiza kusudi la Mungu. Haleluya. Ukiri: nimefunzwa kwa neno, nimeelekezwa katika haki na kukamilishwa katika kila tendo. Ninafanya kazi kwa ufahamu wa kiungu na usahihi. Maisha yangu ni taswira ya hekima na ubora wa Mungu, na kupitia mimi wengine wanahuishwa na mapenzi yake makamilifu. Neno la Mungu linafanya kazi ndani yangu, likizalisha ndani yangu na kupitia kwangu matokeo ya ujumbe wake katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Masomo zaidi katika tafakari ya leo ni kutoka Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 15 hadi 17. Pia Waebrania sura ya 5 mstari wa 13 hadi wa 14, na Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 32. Haleluya, haleluya. Basi hii ndio tafakari ya neno la Mungu iliyoandaliwa na mchungaji Chris hii leo. Nikuongezee tu kidogo kwamba katika maisha haya tulionayo, usisahau kwamba katika kitabu cha Mwanzo Mungu alisema na iwe mbingu, na iwe nchi, na iwe nuru, na iwe alafu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Yaani alikuwa anasema neno. Alikuwa anasema neno. Aliposema na tufanye mtu kwa mfano wetu, akamfanya mtu. Kwanza kuna kuumba na pia kumpa uzima yule mtu. Aliposema haya maneno, alafu akaenda kufinyanga. Akamuumba Adamu na akamuumba Hawa. Lakini ni kwa neno lake akaweka pumzi ya uhai ndani ya hawa wawili. Biblia inasema binadamu akawa kiumbe hai. Oh, haleluya. Kwa neno la Mungu. Kwa hiyo sisi asili yetu ni neno. Asili yetu ni neno. Na neno hili ndilo linalotufundisha katika haki. Ni neno ambalo linatupa mafunzo kiroho. Nitazungumza na wazazi kwa mfano huu wa neno. Unawafundisha watoto wako neno ili waweze kulikulia neno. Ukiwapeleka shule tu wakajifunza elimu ya maisha ya kawaida ni sawa, kwa sababu waweze kuhusiana na maisha ya kawaida. Lakini wanatakiwa kujifunza neno ili kusudi wakiwa thabiti katika neno kwenye roho zao, wanaweza kuwa waadilifu, wanaweza kutembea katika haki, kwa sababu wamepewa mafunzo ya haki kupitia neno. Kwa sababu neno linakuwa limepanga maisha yao ya ushindi kila siku. Neno linakuwa limetolewa kwao waweze kulijua, waweze kuunda utu wao wa ndani, waweze kuunda mawazo yao na waweze kujenga maisha yao, kwa kuwa roho zao zinakuwa zimefunzwa neno la Mungu. Usilegee katika hilo, kwa sababu Mungu amekuthaminisha, amekuentrust, amekuthaminisha, amekuamini unaweza kulea huyo mtoto uliyempata katika familia. Na haijalishi, sio lazima uliyemzaa. Kuna watoto tunaishi nao, wa ndugu zetu, wa jamaa zetu, na mambo mengi. Kwa hiyo usiache kuwafundisha neno la Mungu, maana pasipo neno hawawezi kuumbika ama hawawezi kujengeka katika uthabiti na nidhamu. Mtu anaweza kawa profesa mzuri lakini hana nidhamu yoyote, hajaundwa, hajajengwa katika neno. Manake roho yake inatembea ikiwa imekufa. Sasa sisi tunahuishwa tunapolisikia neno. Ni kama hivi, ukilisikia neno ukamwamini Bwana Yesu, unakuwa unahamishwa kutoka gizani, unaingizwa katika nuru yake ya ajabu. Ndio maana ni muhimu kufuatilia hizi tafakari za neno la Mungu. Neno la Mungu limerahisishwa kwetu.
Tunatakiwa kulisoma kwenye Biblia ndio, lakini angalau unapata tunasema portion, sehemu ya neno la Mungu kwa ajili ya kuilisha roho yako, ili katika maisha yako uweze kutembea ukiwa mshindi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo acha mawazo yako, fikra zako ziundwe na kujengwa katika neno la Mungu. Tafakari hizi ni nzuri kwako wewe ambaye umekwisha kumpa maisha yako Bwana Yesu, na wewe ambaye bado unazisikia ndio, lakini nakukaribisha uweze kuingia ndani. Sema maneno haya baada yangu. Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, na ninakiri kwa kinywa changu kwa Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo hii. Ninapokea kwa imani ondoleo la dhambi. Sasa hivi katika jina la Bwana wetu Yesu, ninapokea uzima wa milele ndani ya roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Haleluya. Kama umesema sala hii, karibu katika familia ya Mungu, na kuombea katika jina la Yesu uweze kuukulia wokovu na kuendelea kumjua sana mwana wa Mungu na Yesu Kristo aliyemtuma. Haleluya. Kama una maswali, una jambo unataka kulifahamu, unataka ufafanuzi, unaweza kututumia ujumbe kwa voice note kwa namba hii, ama ujumbe wa sauti, ujumbe wa maandishi, ama ukatupigia kwa nambari hii alama ya kujumlisha 255 766 444 996. Mungu wangu aliye hai akubariki, uwe na siku yenye baraka tele.